أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أعز الخلق وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وطبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وبعد. يقول عز من قائل في محكم كتابه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba mwanadamu kama huyu, ameletwa katika ulimwengu kama hunu anaoishi, akiwa kama khalifatullahi fil ardh, ni khalifa wa Mwenyezi Mungu katika ardhi kama hii. Ana majukumu mawili, ana jukumu la kutii na kufuata amri za Mwenyezi Mungu, kisha ana na jukumu la kuiamirisha na kuivivisha hii ardhi ambayo kwamba iko katika mikono yake. Lakini mwanadamu huyu anapofika wakati wa kuwa ni mukallaf, anapokuwa amebalighi, hufungukiwa mbele yake na malengo, aidha malengo ya kilimwengu au malengo ya kiakhira. Ima atapaa kwa ruhu yake ende akashike mbingu, au ataanguka mpaka ashike mtanga kwa mikono yake. Binadamu huyu akafanywa ni kiumbe bora katika viumbe alivyoviumba Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye kiumbe peke yake aliyepawa kitu kinachoitwa khiari, akapawa kitu chaitwa akili, akapawa na kitu chaitwa elimu. Zote zikiwa pamoja hizi na zikitumika vizuri, ndio hupatikana yule mwanadamu ambaye kwamba Mwenyezi Mungu amesema, walakad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tumemuumba mwanadamu katika umbile bora. Huwezi kuwa wewe umeumbwa katika umbile bora ikiwa hujaifuata ile njia ambayo kwamba maumbile yako yameumbwa ifuate njia kama ile. Na ikiwa hutokuwa katika hawa, utaangukia katika thumma radadnahu asfala safilin, baada ya kumnyanyua juu kisha tumemuangusha tukamfanya duni wa maduni, anapoaswi akakhalifu amri za Mwenyezi Mungu. Sasa aya tunayoifasiri leo ni ihdina sirata almustaqim, tuongoze njia iliyonyoka. Hadha siratu kama yabdu fi tafahusi ayati dhikri alhakim huwa dinu tauhidi waliltizami biawamiri llah, walakinahu wurida fi lqurani bitaabirin mukhtalifa. Hii ni barabara iliyonyoka, ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu, ni tauhid. Baada ya tauhid ni kutekeleza awamiri alizoziamrisha Mwenyezi Mungu. Baada ya hapo ni kuepuka yale Mwenyezi Mungu aliyoyakataza. Ndio maana ya as-siratul mustaqim. Lakini kwa nini mara 5 kila siku tuseme ihdina siratal mustaqim katika vipindi vitano? Ni kuonesha kwamba katika mafundisho ya maombi
tulivyofundishwa kuomba, hakuna kitu muhimu chenye uzito kwa mwanadamu kama kufaulu akaipata as-siratul mustaqim. Al-Imamu Musa al-Kadhim alayhi salam asema, ad-dunya bahrun amiqun halaka fiha alamun kathir, hunu ulimwengu ni bahari yenye kizimbwi kirefu, wameangamia katika bahari hii viumbe wengi sana. Na ndio utaona hata ukifuata tarehe ya ulimwengu, walioongoka wakaweza kuifuata as-siratul mustaqim ni watu wachache sana. Nabii Allah Nuh miaka 1000 illa 50 miaka 950 yuwafanya tablighi, yuwalingania watu. Katika jahazi aliingia na watu 80 tu. Nabii Musa pamoja na kuvuka bahari na kupiga fimbo, watu wakaona maji yameganda, wamepata ndia, wamepita, mwisho alibakiwa na watu 5 tu. Nabii Isa alibakiwa na wale wanafunzi wake 12 na mmoja akawa ni mnafiki, na wale wanafunzi 12 wote walisulubiwa, wengine kitwa chini magujuu, wengine wakapigwa moto, kuonesha kwamba ile ndia barabara ya kwenda kwa Mungu ni barabara ambayo kwamba wenye kuishika na wakabaki nayo ni watu wachache sana. Ukija kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, baada ya miaka 23 ya tablighi, mwisho yale aliyoyataka yawe, yale aliyoyapanga, wale waliokuwa na yeye ndio walokuja wakayageuza yakawa mengine. Ihdina siratal mustaqim, tuongoze njia iliyonyoka, na ikiwa tumeipata tubakishe, utudumishe katika ndia kama hiyo, tuthubutishe mahali kama hapo tubakie. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuna hadithi asema, mathalu ahli baiti kasafinati Nuh, man rakibaha naja wa man a'rada anha gharika wa hawa. Mfano wa watu wa nyumbani kwangu, mfano wa ahli baiti zangu ni kama mfano wa jahazi ya Nabii Nuhu. Yoyote aliyepanda jahazi ile aliokoka, na yoyote aliyekaa mbali nayo akaikataa kuingia jahazi kama ile alighariki na akaangamia. Katika lugha ya Kiarabu, kwa wale waliosoma balagha, panapokuja tashbihi huwa kuna adatu tashbihi, kuna na almushabbahu bihi, kuna na wajhu shabihi. Kuna nini? Kwa nini afananishe ahlu baiti zake na jahazi ya Nabii Nuhu? Mafungamano, kuna alaka gani baina ya vitu viwili hivi? Tizama, jahazi ya Nabii Nuhu wakati ule kwanza ilikuwa ndicho chombo peke yake kinachoweza kumwokoa mtu na gharika. Pili, jahazi ya Nabii Nuhu, yoyote ambaye kwamba hakuingia katika jahazi kama ile alighariki. Na ile tufani haikuwa ni ya mahali fulani, yasemekana ilikuwa imeenea mzunguko wote wa ardhi. Mwenyezi Mungu aeleza katika Qur'ani, wafatahna abwaba as-samai bima'in munhamir, tukafungua milango ya mbingu maji yakabubujika. Wafajjarna al-ardha uyunan faltaqa al-ma'u biamrin kad qudir, na ardhi tukaipasua ikatoa chemchemu, yakawa maji ya juu yakutana na maji ya chini, na jahazi ya Nabii Nuhu yatembea katika mawimbi kama majabali. Mara amuona mwanawe wa kumzaa, amwambia ya bunayya rkab ma'ana wala takun ma'al kafirin,
ewe mwanangu, panda jahazi pamoja na mimi, usiwe pamoja na makafiri. Yule akamjibu, saawi ila jabalin yasimuni min alma, nitapanda kwenye kilele cha jabali, nitahifadhika na maji haya. Akamwambia, hakuna mwenye kuhifadhika leo min amri llahi illa man rahim, ila ni yule aliyerehemewa akakubali kuingia katika jahazi hii. Sasa na hawa ahlul bait hawana tofauti na jahazi ya Nabii Nuh. Baada ya kuondoka Mtume alikuwa ajua kuwa kutavuma pepo, kutazuka madhehebu, kutazuka barabara kila aina. Kwa hivyo barabara na jahazi itakaomfikisha mtu bandari salama, hakuna nyingine, ni lazima uwe uko katika jahazi la ahli baiti Rasulillah, kwa sababu wao ndio as-siratul mustaqim. Al-Imamu Ali alayhi salam ni moja katika misdaq ya as-siratul mustaqim, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, watu wote walikubali kuwa yeye ni mtume, wale ambao kwamba wamemzunguka 100,000 lakini maneno aliyoyasema kwamba nikiondoka mpeni huyu, hakupawa. Kwa hivyo wale waliokuwa wakimwamini mtume jana walikuja wakazunguka wakayapinga yale anayoyataka mtume, wakatoka katika as-siratul mustaqim. Ihdina as-siratal mustaqim, tuongoze ndia iliyonyoka. Kwa hivyo yoyote ambaye kwamba atakuwa yuwasafiri nje ya jahazi la ahlu baiti Rasulillah, atumie chombo chochote atakachokitumia, mwisho wake atafika mahali ambapo kwamba sipo alipopatarajia. Al-Imamu Jaafar as-Sadiq alayhi salam asema, aliulizwa kwamba sisi ni mashia, ni wafuasi wa ahli albayt, kuna ndugu zetu ambao kwamba ni masuni lakini waswali swala 5, wafunga Ramadhani, wenda kuhiji Maka, watoa zaka, hawa hukumu yao vipi? Al-Imam akajibu akamwambia, man arafana dakhala aljanna, atakayetujua sisi ataingia peponi. Wa man ankarana, na atakayetukanya akatupiga vita, dakhala an-nar, ataingia motoni. Wa man lam ya'rifuna wala yunkiruna, yule ambaye hatujui wala hatukani, falillahi fihi mashia, Mungu mwenyewe yamwelea atamfanya nini. Lakini yule ambaye kwamba ajua kisha akapinga, hako tena katika as-siratul mustaqim, ashapotea. Na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kusema ihdina as-siratal mustaqim asema siratal ladhina an'amta alayhim, barabara ya wale uliowaneemesha, wale uliowaneemesha, uliowapa neema. Na hakuna neema iliyokuja katika ardhi hii zaidi ya Muhammadin wa ali Muhammad. Hata ile aya inayosema wala tusalunna yaumaidhin anin naim, mutaulizwa kesho mbele ya Mwenyezi Mungu ile neema mulioneemeshwa. Mufassirina wasema makusudio ya hapa neema aloileta Mwenyezi Mungu katika ulimwengu huu kwa walimwengu wote ni Muhammadin wa ali Muhammad, na ni wilayatu ya ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Siratal ladhina an'amta alaihim, ndia ya wale ambao kwamba umewaneemesha. Hadhihi alaya tafsirun wadhihun lisiratil mustaqim, aya hii ni tafsiri iliyokuwa wazi kabisa, inaonyesha siratul mustaqim ni ipi. Almadhkuru fil ayati sabiqa, iliyotajwa katika aya iliyotangulia, ihdina siratul mustaqim innahu siratul mashmulina bi anwa'i ni'am, ni ndia za wale ambao kwamba wamekusanyiwa, wametanganywa na neema sampuli mbalimbali.
neema ya hidaya, neema ya taufiki, neema ya uongozi, neema ya ilmu, neema ya amali njema, neema ya jihadi, neema ya shahada. Na ukiangalia haya huyapati ila kwa Muhammadin wa ali Muhammad. Moja katika maswadiki. Kuna na misdaki mingine, minan nabiyina wasiddiqina washuhadaa wassalihina wa hasuna ulaika rafika. Wote hawa ni misdaki ya as-siratul mustaqim. Yani as-siratul mustaqim si barabara, ni watu ambao kwamba utawafanya ni kielelezo chako katika maisha yako, ni watu ambao kwamba utawaweka mbele, wewe ukae nyuma yao, kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadhillu ba'di abada kitab Allahi wa itrati ahla baiti wa huma lan yaftarika hatta yarida alayya alhaud. Kisha katika riwaya nyingine yasema, fala tuallimuhum hum a'lamu minkum wala tukaddimuhum fatahliku wala takhlafu anhum fatadhillu. Musiwatangulie mutaangamia, musikae nyuma mukawawata mutapotea. Waandameni na musiwafundishe, wao wajua kuwashinda nyinyi. Hawa ndio walioneemeshwa ahlu baiti rasulillah. Al-Imamu Ali alayhi salam asema, nahnu ahlul baiti, sisi watu wa nyumba ya Bwana Mtume, la yukasu bina ahadun, hatufananishi na yoyote. Hakuna mtu atawekwa apimwe na sisi. Ni cream aloitagua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na moja katika neema kubwa ambayo kwamba mwanadamu ameipata ni kuwa atakuwa na yeye yuko katika msururu wa kuwaandama watu kama hawa, yuko katika madhhabu ya ahlul bait. Hakuna kitu muhimu zaidi ya hicho katika maisha ya mwanadamu. Na Mtume asema, li an yahdiya laka Allahu rajulan wahidan khairun laka min humuri ni'ami wa fi riwayatin khairun laka mimma tala'at alayhi shamsu au gharabat. Ikiwa Mungu ataongoza mtu mmoja tu kwa sababu yako, mmoja tu, ni bora kwako kushinda ulimwengu na viliomo ndani, kushinda vote vinavyotokewa na jua na kutoewa na jua. Mmoja tu wewe ukaweza kumuongoza ukamtia katika as-siratul mustaqim, ushafaulu. Na katika riwaya nyingine, unapomtia mtu katika as-siratul mustaqim hufutiwa wewe na yeye madhambi yenu. Ghairil maghdubi alayhim, usituweke katika ile barabara ya wale uliowakasirikia. Watu wengi hufasiri hapa kwamba ni Mayahudi. Almaghdubi alaihim ni Mayahudi. Ni kweli, moja katika misdaq ya almaghdubi alaihim ni Mayahudi, haina shaka. Wameua mitume, wameharibu, wamefuja ulimwengu, na mpaka leo wasumbua watu. Lakini maghdhubin alaihim ni kila mtu ambaye kwamba yuwafanya makosa akijua haya ni makosa kwa sababu ya inadi na kibri na makusudi. Huyu pia ni maghdhubin alayhi. Tofauti na adh-dhalin. Wala dhalin, hawa waliopotea ni wale ambao kwamba hawakukusudia kumwasi Mungu au kuteta na Mungu. Waona ule upotevu walionao ndio haki wao. Na kuna kauli kwa baadhi ya wanavyuoni, wale Makristo mathalan ambao kwamba wamekaa katika Ukristo wao wakamwabudu Mola wao wakaishi vizuri, na hawakupata mtu mwenye kuwatanabahisha, hawakupata ndia ya kukinaishwa, yasemekana kabla ya kufa Mwenyezi Mungu huwatia imani. Kwa sababu hawakupotea kwa kibri na ujauri, wamepotea kwa sababu ya kutoelewa ama kutofikishiwa balagha kiukamilifu. Ihdina siratal mustaqim, tuongoze ndia iliyonyoka. Ukisha kutuongoza ndia iliyonyoka, iwe ni ndia ya wale uliowaneemesha, isiwe ni ndia ya wale ambao kwamba umewakasirikia au ndia ya wale ambao kwamba wamepotea.
na mara nyingine mtu aweza kupotea na yeye ana elimu. As-siratul mustaqim haimaanishi wewe ukiwa ni msomi ama ukiwa ni alim ama ukiwa una maarifa ni sababu ya kuwa wewe uongoke. Waweza potea na elimu yako na ukapotea vibaya, ikawa afadhali ambaye hakusoma. Ndio al-Imamu Ali alayhi salam katika Nahjul Balagha akasema, rubba alimin, huenda msomi mwenye elimu, halaka akaangamia, wa maahu ilmuhu la yanfauhu, na elimu akawa anayo isimsaidie chochote. Na ukenda katika tarehe utakuta kulikuwa kuna bwana mmoja akiitwa Bal'am bin Ba'ura, ameelezwa katika Minhaji Swalihina ya Imam Ghazali. Huyu alikuwa ni mwanachuoni wa Kiyahudi. Katika mambo aliyompa yeye Mwenyezi Mungu, upana wa elimu yake, ilikuwa wale wanavyuoni wa wakati ule wakija kusikiza darasa lake huja na kalamu na karatasi, kwa kutukua moja moja katika mapia wanaoyasikia, wakiondoka huwa vitupa vimekauka wino. Kisha Mungu akarudi akampa na Ismullahi al-Azam, akawa aombalo lawa. Mayahudi wakawa wamuheshimu sana. Mara akatumilizwa Nabii Allahi Musa, Mayahudi wakamwendea wakamwambia, huyu bwana yuwatukera, yuwatutia dhiki, na wewe ni mtu unaloliomba huwa, kwa hivyo twakuomba umwapize huyu Nabii Musa angamie. Elimu aliyokuwa nayo na Ismullahi al-Azam aliyokuwa nayo, shetani akamguri, akaingiwa na wivu, akaona sasa huyo ni mtume na huyu watu watamsikiza na kumpenda kushinda mimi. Ule wivu na uhasidi akakubali kwenda kumwapiza Nabii Musa. Akijaribu kumwapiza Nabii Musa, ulimi ukatoka akawa kama mbwa. Mungu amempigia mfano katika Qur'ani, mathaluhu kamathalil kalb in tahmilu alayhi yalhath wa in tatrukuhu yalhath. Akafa kafiri na elimu yake na ismu yake adham. Kwa hivyo Uislamu na hidaya ni taufiki ya Mwenyezi Mungu, ni taufiki ya Mwenyezi Mungu. Na mtu kila akiwa yuko katika as-siratul mustaqim yataka awe na hofu zaidi. Ndio ile dua tunayoiomba, duaul ghariki, ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim ya mukallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik, ithubutishe moyo wangu katika dini yako. Leo kuna pepo nyingi zinazozunguka. Leo kuna watu wengi wamekwenda na maji kwa sababu hizi YouTube na TikTok. Mtu enda asikia maneno, yale maneno yaanza kumtia shaka katika moyo wake. Shaka ile yenda mpaka wamwona mtu, jana alikuwa akiswali, leo anakuwa haswali tena. Jana alikuwa akifunga, leo anakuwa hafungi tena. Ameathirika na maneno machache tu ambayo kwamba alikwenda katika mtandao akayasikia. Kwa hivyo wewe ukiwa umeipata ile as-siratul mustaqim, umeweza kuongoka na ukawa uko katika haki, mshukuru sana Mwenyezi Mungu, na uwe na hofu kila mara, uwe wamuomba Mungu akuthubutishe katika haki kama ile, kwa sababu si rahisi mtu kuiona haki mpaka afanye bidii aitafute, na akisha kuipata si rahisi kuishika. Akiishika ni taufiki ya Mungu, na akisha kuishika si rahisi kubaki nayo mpaka taufiki ya Mwenyezi Mungu aishi nayo mpaka apate hatima nayo. Al-Imamu Jafaru Sadiq alayhi salam asema, man adkhalahu ar-rijalu fi hadha al-amri akhrajahu ar-rijal, yule atakayeingizwa katika jambo letu hili na watu wale wale siku moja wakitaka kumtoa watamtoa. Waman adkhalahu alkitabu wassunna, atakaye kuingia kwa misingi ya kitabu na sunna za Bwana Mtume, zalatil jibalu kabla an yazul, majabali yataondoka mahali yaliyopo kabla ya yeye kuondoka. Yani atakaye kuingia kwa huja na dalili akawa amekinai, huwezi kumtoa tena. Unapomuona mtu amekuamshia kisha amerudi nyuma kutoka, akiingia hakuingia kisawasawa. Waman dakhala bijahlin kharaja bijahl, atakayeingia kipumbavu pumbavu siku moja atatoka kipumbavu pumbavu. Kwa hivyo ile wewe kubakia katika as-siratul mustaqim na kuwa umeifuata barabara ya al-Imamu Ali alayhi salam,
yataka kwa hilo umshukuru sana Mwenyezi Mungu, kwa sababu wamfuata mtu ambaye kwamba ndiye mtaule alotauliwa na Bwana Mtume. Mtume alimwambia Anas ibn Malik, ya Anas, lau salaka nnasu wadiyan wa salaka aliyun wadiyan fasluku wadiyan salakaha aliyun wa khalidna satura. Lau watu wote hawa unaowaona watafuata ndia yao, umuone Ali bin Abi Talib amfuata ndia yake peke yake, hii ya watu wote wachana nayo, fuata hii iliyofuatwa na huyu mtu mmoja ambaye kwamba ni Ali bin Abi Talib. Ni mtu alikuwa mcha Mungu, ni as-siratul mustaqim, ni mtu alikuwa msomi, ni mtu alikuwa shujaa, ni mtu alikuwa karibu na Bwana Mtume kidamu. Yani yote yale ambayo laiti Mtume angalikuwa ameondoka, waliyadhu billahi, haikubali akili awe hakutuambia tumtague nani baada yake yeye, basi kama ingelikuwa tuitaka as-siratul mustaqim kwa vigezo alivyokuwa navyo Ali bin Abi Talib, ingelikuwa yeye ndio mustahiki. Maana ikiwa kwa elimu mtu afaa aongoze kwa kuwa ana elimu, hakukuwa na alamu minhu. Ibn Abbas ambaye kwamba aitwa hibrul umma, Masuni wanavyoni wao wa kisahaba wakubwa ni wanne, waitwa Ubadila: Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud na Abdullah bin Zubair. Hawa ni Ubadila. Huyu Abdullah bin Abbas ndiye bingwa wao. Huyu alikuwa ni mwanafunzi wa al-Imamu Ali. Al-Imamu Ali akamwambia, lau naifasiri suratul Fatiha nataka ngamia 70 wa kubeba makaratasi. Al-Imamu Ali arudi asema, hakuna aya iliyoshuka kutoka mbinguni ila najua interemka mtana au usiku, ni nasikh au ni mansukhi, ni muqayyad au ni mutlaq, ni muhkam au ni muawwal, yani kila kinachohitajika kujulikana katika ile aya mimi nakijua. Mwisho akafika kiwango kuambia, saluni kabla an tufkiduni, niulizeni kabla hamjanikosa. Ukija kwenye uchamungu, al-Imamu Ali asema, lau katratu khamri, tone la khamri laingia kwenye kisima, kisha maji yakatekwa yakamwagwa nje, kukamea nyasi, mbuzi akaja akala nyasi kama yule mbuzi, yule akitindwa sili nyama yake wala sili maziwa yake. Atkakum Ali, mcha Mungu wenu ni Ali, Mtume asema. Ukija katika ushujaa ndio kabisa, wakati haukubali. Ukija katika ushujaa, mwisho dira alokuwa akivaa ilikuwa ni mbele tu, nyuma ni wazi. Mtume akamuuliza, ya ibn ammi, mbona dira yako nyuma hukujikinga? Akamwambia, mimi sina nia ya kuzunguka kisha kuelekea namna hii, sizunguki, mtu hawezi kufika mongoni mwangu. Alikuwa shujaa bimaana alkalima. Ule mlango wa Khaibar aliung'oa akaufanya ngao, na maguu yake yakawa yamesimama kwenye hewa, hayakusimama kwenye ardhi. Ndiye aliyepambana na bingwa wa mashujaa Amr bin Abdi Wudi, akipigiwa mfano katika ushujaa. Kwa hivyo as-siratul mustaqim, ile ihdina as-siratal mustaqim sirata alladhina an'amta alaihim, barabara ya wale uliowaneemesha. Hakuna walioneemeshwa na Mwenyezi Mungu zaidi ya Muhammad na Ali Muhammad. Kisha minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhadaa was-salihin, yote ni maswadiki as-siratul mustaqim, sirata alladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Usitupeleke katika barabara ya wale uliowakasirikia, wala dhalin, wala wale ambao kwamba wamepotea na wao hawajui kama wamepotea. Adhalu ni mtu ambaye kwamba amepotea na yeye mwenyewe aona yuko katika uongofu, lakini maghdhubi alaihim ni mtu anayefanya uovu na amepotea na yeye ajua kama nimepotea, yuwashindana na kufanya ukaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mpaka hapa leo tutakoma, na kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu tumemaliza suratul Fatiha. Inshallah kuanzia kesho
tutaanza sura nyingine, na ni kama tulivyosema, tutaziandama hizi sura ndogo ndogo tunazozisikia katika sala mara kwa mara, ili tupate kuzielewa wakati tukiwa tosali. Mwenye swala aweza kuuliza. Ustadh, naam, nina maswala mawili. La kwanza ni katika nguzo za Kiislamu, nguzo za imani na ihsani kwa misingi ya itikadi ya Kisuni, na huku kwetu Kishia japokuwa zimefanana lakini zaelezwa kivingine. Kwa hiyo nataka maelezo zaidi ya juu jambo kama hili. Swala la pili ni katika masala ya kutawadhi. Mutawatir. Naam. Katika kuna mwanachuoni mmoja au shekhe mmoja akieleza kwa kuwa ile kupaka kwa sababu ya ile bee huwa si kupaka, ni kuosha. Okay. Suala lililoulizwa ni kwamba huyu ataka kujua kwamba kuna watu wasema kitwa siku ni kupukuswa, lakini maguu ni kuosha kwa sababu ya ile bei iliyotiwa pale, kitu kama hicho. Suala la pili, masala ya nguzo za imani za Kiislamu, za imani na ihsani, ni nguzo sita. Kwetu sisi hakuna nguzo sita. Kwetu sisi ni masala ya aqaidi, ni vitu vitano: ni tauhidi, nubuwa, imama, adli na maadi. Vitu vitano ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu, kumwamini mtume, kuamini maimamu, kuamini kiama na kuamini uadilifu wa Mwenyezi Mungu. Sasa tuje katika aya ya udhu. Aya ya udhu yasema hivi: idha kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biruusikum wa arjulakum. Na katika kiraa nyingine ni wamsahu biruusikum wa arjulikum. Sasa katika nahau unaposema wamsahu biruusikum, hii ni ruusi iko mahala pa maf'ulun bihi, osha kitwa chako, pukusa kitwa chako, lakini imetiwa be, imekuwa majururun biharfu jarrin zaid. Asili yake ni wamsahu ruusakum. Kwa hivi hii utasema ni majururu lafdhan mansubu mahallan, kisha wa arjulakum itakuwa ni atfi ya ruusikum. Iko wazi katika nahau. Kwa hivyo anayesema kwamba ya atfi ya nyuma, hakuna katika lugha ya Kiarabu atfi inaoruka ikaenda kwa mwingine kama aliyoko karibu. Kwa hivyo sawa ni kupukusa kitwa na kupukusa maguu. Masala ya kuosha ni uso na mikono basi. Na Ibnu Abbas alikuwa akisema, anzalallahu fil kitabi ghaslataini wa mashataini faaba nnasu illa alghusl. Watu wamekatawa na lazima ya kuosha, lakini kilichoteremshwa katika Qur'ani ni kuosha uso na mikono na kupukusa kitwa na miguu. Na kupukusa si kuosha, si kuchukua maji mengine ukatia, ni yale maji yaliyobaki mkononi mwako utayatumia kupukusia kitwa na kupukusia maguu. Na ikiwa yamekauka kwa bahati mbaya, utatukua kwenye ndevu zako utumie. Kwanza ngoja. Sawa Sheikh. Niko hapa. Masala ya akida kwetu sisi nimekwambia ni tauhidi, kumpwekesha Mungu, na nubuwa, kuamini utume, na imama, kuamini uimamu, na adili, na kuamini Mungu ni mwadilifu, na maadi, na kuamini kiyama. Hatuna ile antumina billahi wa rasulihi wa malaikatihi wa kutubihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa sharrihi min Allah. Hizo kwetu haziko. Zilizoko kwetu ni hizi, kwa sababu ukisha kuzungumza nubuwa ushaamini Qur'an, ukiamini Qur'an ushaamini malaika, ushaamini vitabu, ushaamini kila kitu. Sasa katika hii swali la Sheikh Muhammad, kwa hivyo utakavyo kuisoma wa arjulikum wa arjulakum, yote maana yake kupakusa. Naam. Asante. Utakavyo kuisoma, ukiisoma wamsahu biruusikum wa arjulikum au wamsahu biruusikum wa arjulakum, zote mbili za maanisha hilo moja la kupukusa. Naam.
akuita Said Ali. Uliza. Nauliza, hawa wasiokuwa mashia wako katika maghdhubi ama waladhalin? Katika wasiokuwa mashia wako sampuli mbili, zote mbili wako. Kuna ambao kwamba wajua ni ukweli hunu na ni haki, hawataki kwa ajili ya maslaha yao, hawa ni maghdhubi alayhi. Kuna ambao kwamba hawajui, waona hunu ni upotevu na sisi hatujapata nafasi ya kuwaonesha mpaka wakaamini, hawa kina dhalin. Na sisi hivi nilivyosema mimi na wao watuona sisi hivyo hivyo. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, kila kipote chajiona chocho ndicho kilichoongoka, wenziwe wampotea. Naam, Said Ali. Je, mukhalifin waingia katika fungu gani? Fungu la wala dhalin au ni iye? Ni hili la huyu swala nilojibu. Ndio hilo. Hawa munharifina imani moja katika mawili. Kuna maghdhubi alaihim walioujua ukweli huteta nao tu hawautaki. Kuna na dhalina ambaye kwamba hawajui maskini, bali waona sisi tumpotea wao. Sasa tulonao kama hawa maimamu wane na wafuasi wao ni kwamba wao wayua. Sasa tutawatia katika fungu la maghdhubi alaihim. Tayeb, sasa turudi katika tohara. Ewa. Je, nakumbuka ulinieleza kwamba kumshika mke wako ukiwa una udhu hutangui udhu. Ndio yaliyo hutangui, hautanguki udhu kwa kumshika mke wako, na ikiwa si mke wako pia haitangui. Yani kumshika mwanamke yoyote haitangui udhu. Ukimshika ambaye si mke wako utapata madhambi, lakini udhu hautanguki. Shukran. Ustadh, swali langu liko hapa. Naangalia katika TikTok, naona mashekhe wakubwa watoa darsa na wana tattoo. Sasa ni tattoo zipi zinazofaa kutiwa kwa Waislamu kwetu sisi na ni zipi ambazo hazifai kutiwa? Maanake madhehebu mengine haifai mahali popote, na mimi naona katika madhehebu yetu kuna watu wanazo na watu wa darasa katika misikiti. Huyu ameuliza kwamba kutia tattoo, amemwona shekhe wa kishia ye mzima ni tattoo toa darasa. Mvipi? Kwa madhahabu yetu zile tattoo si haramu, waweza kutia hata wewe ukitaka, student atakukatia. Bora ziwe ni zile ambazo kwamba hazitaziwia maji kufika kwenye ngozi. Ustadh, nauliza kuwa kama mimi nitaenda msikiti wa Masuni kufuata ile jamaa, naweza kufuatana nao katika jamaa ama vipi? Waweza kuingia katika swafu, kaika kijiwe chako, wakirukuu karukuu, wakiinuka ukainuka, wakisujudu ukasujudu, lakini utatia nia ya furada, utasoma mwenyewe Qur'ani, utafanya kila kitu. Tofauti na ukimfuata mshia. Ukimfuata mshia, raka ya kwanza na raka ya pili usomi chochote. Raka ya tatu na raka ya nne ndio utasoma tasbihi ama suratul Fatiha. Shukran. Bismillahirrahmanirrahim. Maulana, ile aya Bismillahirrahmanirrahim, wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiqun ila akhir al-aya. Hili neno a'rab limekusudiwa nini? Kwa sababu mbele iko wa min ahli al-Madina. Ni Arabu ni watu ambao kwamba ni mabedui, watu waliokuwa wakiketi mwituni, wana mila zao, wana desturi zao. Wao walikuwa mara nyingi wana matatizo mengi wakisababisha. Sasa hapa Mungu asema minal a'rabi munafikuna, katika Arabi hawa mabedui kuna wanafiki, lakini si hawa tu, wa min ahli al-Madina, na walioko Madina pia wako wanafiki. La ta'lamuhum, wewe Muhammad huwajui, nahnu na'lamuhum, tunaowajua sisi. Na hii ni kama ile siku ya Kiyama atakapokuwa mtume amekaa kwenye birika yuwaoneshwa watu maji, watakuja maswahaba zake, sio mimi na wewe, maswahaba zake. Jibrili ataingia kati, atamwambia mtume usiwape maji. Mtume atamjibu Jibrili, atamwambia ashabi, hawa ni maswahaba zangu. Jibrili atamwambia la tadri madha ahdathu ba'dak, hujui walifanya nini baada yako, wamezusha mambo gani hapo.
Mtume atasema suhkan suhkan liman badala ba'di, maangamivu maangamivu. Haya yako katika Bukhari. Sheikh Ali, Assalamu alaykum. Kwa nauliza hivi, katika masunni wanaosema kwa Abubakar na Omar ni halifa kwanza ni Abubakar na halifa pili ni Omar. Sasa wamemdhulumu Sayyidina Ali katika upande wa Mashia, basi na Ali ndio afali halifa kwanza. Sikusikia kitu, waweza kuniambia sema nini? Songa karibu. Nasema Sayyidina Ali ndo hapa Sayyidina Ali ndo afali halifa kwanza. Sasa kipande wetu wa Masuni Kishia, kipande wetu wa Kishia, kipande wa Masuni ni Abubakar na Omar. Sawa, walihalifu amri ya Mtume au maswahaba? Walihalifu amri ya Mtume. Swala lake asema Kisuni mtu wa kwanza ni Abubakar na Umar, Kishia mtu wa kwanza ni Sayyidina Ali. Sasa huyu Abubakar na Umar walikuwa wamehalifu amri ya Mwenyezi Mungu? Mwambie hao wamehalifu amri ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio itikadi yetu sote Mashia ulimwenguni. Swali langu naam, umesema ghairi al-maghdubi alayhim wala dhalin, wale ambao wamepotea. Kuna na mahali wajadaka dhalan fahada. Sasa hii dhalla hapa na dhalla ya pale kilugha nini? Ana ama ina maana? Dhalla ina maana mengi. Moja katika tafsiri ya dhalla ni mtu unaomea peke yake katika jangwa. Yani Mwenyezi Mungu amwambia Mtume wa wajadaka dhalan fahada, nilikukuta uko peke yako huna mtu, fahada nikawaongoza watu wakaja kwako. Moja katika tafsiri yake, si kwamba Mtume alikutwa ampotea uko katika upotevu akaongozwa. La, Mtume kabla hajazawa mpaka kuzawa mpaka kufa kwake ni nuru na ala nuru, hajapotea hata dakika moja. Lakini wawajadaka dhalan, nilikukuta peke yako huna mtu, fahada nikawaongoza watu wakaja wakakufuata. Swali la fiqh sasa, upande wa saum, hizi autani ambazo tuseme kama mimi na Witu na Mombasa, hii masala kama kabla ya dhuhuri baada ya zawali na nini haingii kwangu mimi. Tuseme nikitoka hapa mimi saa 4 na zangu Wito, ukafika kabla zawali na wenda kwenu safari yako, haina shida. Na nikifika baada ya zawali ndio haina shida kabisa. Asante. Ya kiraa sampuli mbili. Kuna kiraa cha Hafs na kiraa kuna cha Hafs na kiraa hapo, nimesahau jina lake. Nimpenda kidogo kuna tofauti katika viraa. Simaanishi viraa hivi kwa mujibu wa lahaja, na maanisha kwa mujibu hata wa kuandikwa. Lahaja najua iko, mathalan tukisema mai na maji, hizi ni lahaja, lakini uhakika wa maji itaandikwa vile vile moja, maji. Lakini hivi viraa mimi nilivyoviona viko tofauti hata cha kuandika. Na hii misahafu kuna baadhi za nchi ambazo kwamba wanatumia pia, na hata katika misabaka ya Irani pia mmoja yuuliza wewe tumia kiraa gani, ili wajue kwamba huyu anayekuja kusoma yotumia kiraa hivi. Vipi hivi viraa? Je, vote va viraa vilikuweko, lakini hakuna ithibati hivi sasa kwamba hivi vinavyosoma ni vya kweli. Sisi kama Mashia tunalotakiwa ni kuisoma Qur'ani kama inavyosomwa na watu wote. Hichi kiraa kimoja kilioko cha Abi Hafs. Hivi viraa vingine vote ni mambo ambayo kwamba vilikuweko viraa, lakini kuthibitisha ndivyo hivi kulu wallahi ndivyo namna hivi ama ni matatizo hayo. Haya, rabbana la tamna'na 'anil ilmi. Ango tumalize la mwisho Yewa. Naam. Wamekuwa ni wahai na mukhalifina au walokufa na mukhalifina au mu'minina na walohai au mu'minina walohai na walokufa? Ni mu'minina walohai na walokufa.
Una khiari ukitaka kuombea walo hai watupu, una khiari ukitaka kuwaombea walokufa watupu, una khiari ya kutanganya walokufa na walioko hai, na una khiari pia ya kumwombea hata ambaye kwamba si muumini, ni Muislamu, pia waweza kumwombea Mungu ampe hidayah. Kiwa amekufa utamwombea maghfira na Mungu amsailishie huko aliko. Mimi nilikuwa nauliza kuhusu masuala ya turba. Hii turba ni saini ya kishia ama sio saini? Kwa sababu ukiswali bila turba, wengine wana ile imani kwamba huyu mbona si mshia. Kuna wengine huwa hawavumilii, lazima atakuuliza kwani wewe si mshia? Then nauliza yengine, kuna upungufu gani kwenye swala iwapo hautatumia turba? Ikiwa hukutumia turba, hakuna upungufu kwenye sala yako, bora utumie kitu kinachofaa kusujudia, karatasi, kibao, jamvi, haina shida. Lakini ukitumia turba kuna fadhila zaidi ambazo kwamba utazipata kwa riwaya zilizopokewa, lakini haimaanishi anayesujudia turba au asujudia turba ni alama au ni saini ya ushia. Lakini katika alama moja ya mshia ni kuwa na turba. Rabbana la tamna'na Naam, sawa, swala lako ni nzuri, lakini ilikuwa si Wahindi tu, kulikuwa kuna Mahindi, kulikuwa kuna na hama jamaa zetu walikoni hama kina Rabai walikuwa ni senta za Bilali. Ushia kuingia sisi Waswahili katika ushia ilianza wakati wa mapinduzi ya Irani, ule mapinduzi ya Imam Khomeini kuipindua Inari akashika serikali, pale ndio ushia ulianza kutoka. Kisha dori kubwa lilotezwa la kufanya watu wawe mashia ni muasasatu Ahlul Bait. Muasasatu Ahlul Bait imeteza dori kubwa, kwa sababu hata leo ukiangalia kwa mato utakuta karibu walimu wote walioko wametoka huko. Ukenda kile kituo kilichoko Kisaudi cha kina Athman Akbar ni muasasa. Ukija hapa sisi ni muasasa. Ukenda Tanga ni muasasa. Uganda ni muasasa. Lamu ni muasasa. Bilali nao wako wana vituo zao, kina Rabai kule, kuna Shimoni, kuna wapi, kina Twahiru ndio wafanya kazi. Lakini ushia kuingia sisi. Rabbana la tamna'na 'anil ilmi bimani' wala taqta'na anhu biqati'. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.